Asante kwa kuchagua mshike. Karibu sana tujuzane yale ambayo tunayo mezani hii leo. Jina langu ni Kennedy Moses, lakini usahau kuungana nasi kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Huko tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau pia kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa michezo wa Instagram, Azam TV Sports. Huko unaweza kuungana nasi na kutuandikia maoni yako, tutakuja kuyasoma hapo baadaye kupitia mshike. Tayari hapa muda huu ambapo nazungumza na wewe, klabu ya Simba imeshamtangaza Dimitar Pantev na kuthibitishwa kuwa ndiye meneja mkuu mpya wa kikosi hicho, na taarifa hiyo imethibitishwa kupitia ukurasa rasmi wa klabu hiyo ya Simba jioni hii. Na miongoni mwa maeneo ambayo wana Simba walikuwa wanasubiri kwa hamu kuweza kujua nini ambacho kinaendelea ni kuhusiana na hilo. Nikukumbushe tu kwamba Gaborone United ni miongoni mwa timu ambazo ziliminyana na Simba kwenye hatua za awali za ligi ya mabingwa barani Afrika, na ndio timu ambayo ilikuwa ikinolewa na kocha huyo ambaye alikuwa anatumikia klabu hiyo. Lakini hivi sasa kwa taarifa rasmi kutokana na klabu ya Simba, imethibitishwa kwamba atakuwa ni meneja mkuu ndani ya kikosi hicho, na mengine mengi tutakuja kuyajua zaidi kupitia mshike hii leo. Kwa sasa niendelee kujuza mengine ambayo tutakuwa nayo wakati tunajua hilo ambalo linaendelea kuhusiana na wekundu Msimbazi Simba. Mapema hii leo tumezungumza na baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo kutoka katika tawi la Kimara Darajani hapa Dar es Salaam ili kupata maoni yao, na je, wanadhani kuwa Simba ilipofika ni kocha wa aina gani anapaswa kukinoa kikosi hicho. Ya mabingwa inaitwa yule mwalimu ni mzuri sana ambaye anaweza akatufikisha safari yetu Simba Sports. Tumetoka kuchuana naye juzi tu hapa, tumewatoa, lakini binafsi yule mwalimu ni mzuri, ni mwalimu wa mpira. Timu yao ile timu yao na sisi Simba naona tuna ule mpira wa kufanana. Pasi nyingi, watu wanakaa na mali na pasi elekezi na mfikia mlengo. Kwa hiyo jicho langu binafsi naona yule mwalimu ni mzuri. Ana uwezo wa kutufikisha safari yetu safi kabisa pasipo na shaka. Utafute tu kocha ambaye ataendana na klabu yetu, kwa sababu klabu yetu kwanza iko kwenye rinki ambayo tuko nafasi ya 5 bora. Kwa hiyo tunahitaji na kocha ambaye anaendana na timu yetu ili aweze kutufikisha katika michezo mbalimbali tutakayocheza na kupata matokeo ambayo yatatufurahisha wana Simba. Dimitar Pantev, wanauliza ni maoni, kocha mzuri sana anafaa kwa Simba. Kwa nini anaifaa timu ya Simba? Kwanza tunaangalia muunganiko wa timu ya Gaborone jinsi tulivyocheza nayo. Timu ina muunganiko kuanzia nyuma, kwenye transition wanapokwenda kufanya mashambulizi, muunganiko wa timu unaonekana. Tunasema ile build up ya timu inaonekana ni timu iliyofundishwa ikafundishika. Kwa maana kwa falsafa hiyo inaendana moja kwa moja na falsafa ya Simba, kwa maana kwamba mpira wa Simba ni mpira wa kutengeneza mashambulizi. Tunaondoka mdogo mpaka tunafika golini. Mpira unaonekana mpira wa kitabuni. Sisi hatujazoea mpira ule butu. Simba tunakwenda uwanjani kutafuta ushindi, lakini pia tunakwenda kutafuta burudani. Kwa maana hiyo yule kocha moja kwa moja anaendana na falsafa ya Simba. Yule kocha mimi naona atatufaa. Kocha wa Gaborone atatufaa. Kwa sababu gani anatufaa? Nimeona mpira wake ambao alikuwa anaucheza ni mpira ule ambao tunaita hao wanalunyasi. Watu wa pasi fupi, pila limetulia, hata goli likifungwa unaamka kwenye kitu unashangilia. Kwa hiyo tunampenda kocha wa design kama ile. Kama ni kweli Simba wana hiyo nia ya kumleta ule kocha, waje watufurahishe wana Simba. Sisi tutashirikiana naye, tutampa ushirikiano na viongozi wote watusikilizie ombi letu tuweze kufika katika nchi ya ahadi. Sisi kama Simba Sports tuna falsafa zetu. Kocha anayekuja inabidi aendane na falsafa yetu, kwa sababu sisi tunataka mpira wa pasi, nafasi zitengenezwe, magoli yaonekane, magoli ya burudani. Hatutaki mpira wa butubutu. Sisi sio kama wenzetu wale. Kwa hiyo sasa tunachotaka kocha atakayekuja aendane na falsafa yetu. Wachezaji wazuri tunao, wachezaji tumewaona. Ni vitu vidogodogo tu vinakosekana muunganiko ule, lakini kocha atakayekuja akitengeneza chemistry yake, na mimi tutapata mafanikio zaidi. Shabiki hao wakitoa maoni yao, tuangalie sasa kile ambacho wametuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, hasa Facebook na Instagram. Tuone kile ambacho wametuandikia huko. Swali kwa linahoji, hatimaye meneja mkuu wa Simba Sports Club amewekwa hadharani kwa kutazama mechi 2 za Simba dhidi ya Gaborone United. Na je, boli limo? Tuangalie sasa kuhusiana na namna ambavyo umetujibu kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tukianza na Azam TV Sports, anaitwa Rogers Mchali, anasema kutoka Mpwapwa Simba
wampe muda. Inaonekana boli limo haswa, maana rekodi yake inambeba kwenye timu alizopita, amefanikiwa kuwapa mataji. Lakini Zakayo anasema ni kweli mpira umo wala halipingiki, ila wachezaji wa Simba ni tofauti na wa Gaborone United, ila kumpa credit kocha huyu atengeneze chemistry ya timu. Lakini Florence anasema boli limo, lakini bado hatoshi pale Msimbazi, ni lile daraja la kina Fadlu. Ni maoni yake hayo kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Ndio tuangalie pia Facebook kile ambacho umetuandikia. Huyu anaitwa Alex Mavunji anasema wa Mtwara Tanzania, kocha yeyote kama zilivyo taaluma nyingine, boli limo. Kwa mechi 2 za Simba dhidi ya Gaborone United ameonyesha kiwango kikubwa sana. Kumbuka ni mchezaji wa klabu bingwa Afrika. Kocha huyu angekutana na timu zingine angesonga mbele kulingana na boli lilivyotembea dhidi ya Simba Sports Club. Lakini Averius Archer anasema wa Karagwe, mimi ni Simba damu, ila huyu kocha sijaona kama ana mbinu bora kwa Simba ilivyocheza bila muunganiko kwenye hizi mechi 2. Alitakiwa ashinde mojawapo, ila poa tu, sijui viongozi wamezingatia nini. Binafsi naona yeye ndio alikuwa anaweza kupatikana kwa urahisi ili kuhusu mbinu, ila anasema ila kuhusu mbinu wana Simba tusubiri. Lakini Deo Recho anasema makocha wengi wamepita Simba, kuna wengine wanakuja wakiwa hawana majina makubwa, ila baada ya muda wanakuja kuwa makocha bora. Mimi naamini Simba imepata kocha kwa sababu ni kocha tusiye mtegemea. Ni miongoni mwa maoni ambayo ameandika kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Tuangalie sasa makocha kadhaa ambao wamewahi kuitumikia klabu ya Simba kwa nyakati tofauti, lakini pia makocha ambao wamefukuzwa ama kuondoka mpaka sasa kwenye ligi kuu ya NBC. Hawa ni makocha ambao wameachana na timu zao. Fadlu Davids wekundu wa Msimbazi Simba tayari ameachana na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Dennis Kitambi Fountain Gate tumeshuhudia kwenye mechi ya Dodoma pale hakuwepo kwenye benchi la ufundi, na badala yake Mohamed Laiza ndiye ambaye alikiongoza kikosi hicho. Basi na shaka shughuli yake iliishia hapo na Fountain Gate. Lakini pia Ali Mohamed Amir wa Coastal Union ni miongoni mwa makocha pia ambao mpaka sasa ndani ya msimu wa mwaka 25-26 tukiwa raundi ya 3 tunaweza tukasema safari yao mashughuli yao imeishia hapo kwenye michuano hii ya ligi kuu ya NBC na kuongoza pia timu zao kwenye michuano ya kimataifa. Hayo ni machache kati ya yale ambayo tumeendelea kukujuza, lakini kwa sasa nikujuze mengine. Kwa sasa mashabiki wa Azam FC ndio mashabiki wenye raha zaidi hapa Tanzania kutokana na mwenendo wa kikosi chao kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Uwepo wa kocha mwenye wasifu mkubwa barani Afrika Florent Ibenge, wachezaji wenye uwezo mkubwa kikosini, lakini pia kuimarika kwa ubora wa viwango vyao vinatosha kuwaona kuwa kioo kwa klabu zingine zinazojitafuta. Hayo yamezungumzwa na baadhi ya mashabiki waliopo Dar es Salaam walipokuwa wakizungumzia timu hiyo. Ligi msimu huu tumeona kwanza tulivyoanza na mpaka sasa hivi kwa mechi ambazo tumecheza tupo mbele. Japokuwa mechi ya juzi tumetoka sare, lakini bado tuna imani, yani tunajua kwamba nini tunafanya. Kwa sababu pale tumeenda kwao na mechi imekuwa vile wenyewe wameona kama mechi kwao kwa upande wao ilikuwa ngumu. Sasa sijui wakija kwetu utakuwaje. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona usajili ni kitu kikubwa sana. Yaani usajili ameufanya, afu Ibenge ni kocha mkubwa sana, amefanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo tunamwaminia. Ndio maana Azam mwaka huu yani sijui nisemaje, lakini tunamwaminia kocha wetu. Tumejipanga kisawasawa kuhakikisha sisi Azam FC tunatimiza malengo yetu ya kuchukua ubingwa, tunatimiza malengo yetu ya kuingia makundi. Kwa mara ya kwanza tangu Azam ianzishwe, mwaka huu tunakuja kuweka historia na kocha Ibenge. Kwanza kimataifa Azam sisemi sana. Azam kimataifa iko mbali, inaenda mbali sana. Tukija kwenye ligi yetu hii, kwanza nikiangalia kwanza uongozi wetu wa Azam ulivyokuwa una akili nzuri yani. Kuna timu fulani za Tantalira. Tunamtaka Faisal, wampeleke wapi? Uongozi umechungulia kaona huyu ngo tumbakize wa kwetu tunaye. Na shughuli inaendelea hapa. Na nadhani wenyewe wanaiona. Yaani kiufupi kwamba kocha Ibenge mimi naamini kwamba atatufanyia mambo mazuri sana. Mazuri mno, tena vibaya mno. Na Azam naamini kwamba itafika mbali sana. Kwa upande wangu mimi ninavyofikiria. Kitu kikubwa zaidi kwamba mashabiki na sisi tunatakiwa tufanye tuipe support timu yetu. Unaona Kwa sababu na sisi ndio kama wachezaji wa mwisho tuseme tunamalizia. Kwa hiyo tunawapa motisha wachezaji wetu kwa support inakuwa nzuri sana. Wao wanapata moyo sana, kumbe mashabiki tunao. Tunajua cha kufanya tunafanya nini.
Tusalie hapo. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB kupitia kikao chake kilichokaa Oktoba 2 mwaka 2025 imepitia mwenendo wa matukio mbalimbali na kutoa adhabu kwenda kwa klabu, waamuzi pamoja na maafisa mbalimbali. Leo Oktoba 3 mwaka 2025, taarifa iliyotolewa na TPLB imeonyesha baadhi ya adhabu zilizochukuliwa ni pamoja na wachezaji kufungiwa michezo mitano, waamuzi kuondoshwa ama kuondolewa kwenye mizunguko kadhaa takriban mitano ijayo, faini ya fedha sambamba na onyo kali kwa klabu mbalimbali. Tuangalie sasa nini ambacho kimetokea hii leo kupitia tangazo ama taarifa ambayo imetolewa na bodi ya ligi Tanzania. Hii itatupa picha halisi ya nini ambacho kimetokea. Ndio muhimu kwenye adhabu hizo ama taarifa hiyo ya TPLB leo ni kwamba mchezaji wa Young Africans Ibrahim Abdullah ama maarufu kama Baka amefungiwa michezo mitano kwa kosa la kumkanyaga kwa maksudi mchezaji wa Mbeya City FC Ibrahim Ahmed. Lakini muamuzi wa mchezo wa Mbeya City FC dhidi ya Young Africans Omari Mdoe, yeye ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano. Kwa hivyo kumuona tena baada ya mizunguko hii mitatu pengine ni mpaka mzunguko wa 8. Mchezaji wa JKT Tanzania Mohamed Bakari amefungiwa michezo mitano kwa kosa la kumkanyaga kwa maksudi mchezaji wa Azam FC Lusajo Mwaikenda. Lakini pia mwamuzi wa mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya Azam FC Jackson Samuel na mwamuzi msaidizi nambari 2, wao wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano. Ni miongoni mwa yale ambayo yameandikwa ama dondoo ambazo zipo kwenye taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi hii leo. Lakini nyingine ni mkurugenzi wa mashindano wa klabu ya Young Africans Ibrahim Mohamed na walinzi wa uwanjani yani stewards wa Young Africans Sudi Hussein na Shamte Mkumba, wao wamefungiwa kwa miezi mitatu. Katika klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza bila kuwa na kocha mwenye ujuzi. Pamba Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuchapisha picha jongeo ama video ikionyesha wachezaji wakifanya mazoezi gizani katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Lilikuwa ni tukio kubwa na lilizungumzwa sana kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii siku chache zilizopita kuelekea mchezo wao dhidi ya Young Africans. Taarifa nyingine kubwa ni pamoja na Tanzania Prisons ambayo imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kufanya vurugu katika mechi dhidi ya Namungo FC kwenye uwanja wa Majeriwa. Hizi ndizo taarifa kubwa ambazo tunazo hii leo na ambazo tumezipata moja kwa moja kutoka kwenye taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi Tanzania. Mshike Subuki. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Klabu ya soka Young Africans tayari imeanza mchakato wa kuratibu safari kwa mashabiki wake kuelekea Lilongwe, Malawi kwa ajili ya mchezo wake wa raundi ya pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Striker. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema kwa sasa mashabiki wajiandae kwa muda wote kutoka sasa. Utaratibu utawekwa hadharani kwa upande wa kikosi chao rasmi kitaingia kambini mapema Jumatatu ijayo. Kwanza nimepokea message nyingi na maswali mengi, wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans wakiniuliza kuhusu utaratibu wa safari kutoka hapa Dar es Salaam Tanzania kuelekea Lilongwe Malawi, ambako tutakwenda kucheza mchezo wetu wa kwanza ikiwa ni hatua ya pili kwenye hatua za mwisho kabisa kwenda kwenye group stage ya CAF Champions League. Tuna mechi kule dhidi ya Silver Striker ya Malawi. Kwa hiyo Malawi panafikika hapo. Sio kwamba timu ya safiri kwenda mbali. Malawi hapa panafikika. Yaani boda ya Malawi hapa ni unatokea zako tu Uyole pale unadumbukia Malawi. Kwa hiyo maswali haya yametuhamasisha kama viongozi kuangalia utaratibu gani ni mzuri ambao tutautumia kuelekea Malawi. Wanayanga wanataka kuvunja rekodi yao walioiweka kule Rwanda. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki na wachama klabu yetu Young Africans, ndani ya hizi siku mbili inshallah tutakwenda kufanya mkutano mkubwa na waandishi wa habari kuwatangazia kwanza ni lini tutaondoka hapa na ni vipi tutaondoka hapa sisi kama mashabiki kuelekea Lilongwe Malawi. Ila tayari uongozi umesikia kilio chenu na vikao vimeshafanyika na tayari taratibu imeshatengenezwa, bado tu kuwatangazia sasa watu waanze kulipia kiasi cha ambacho kinahitajika, alafu tujiandae na safari. Mimi mwenyewe nitakuwa niko chini huko kwenye basi. Safari ile ya Rwanda mpaka leo ipo kwenye kichwa changu maana ya experience ambayo nilipata. Kwa hata hii ya Malawi inshallah pia nitakuwa niko
kwenye mabasi. Kwa hiyo niwaombe sana. Kukamilika kwa mradi wa taa za uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kutaongeza thamani na ubora wa matangazo ya kandanda yanayorushwa mbashara na Azam Media Limited. Hayo yameelezwa na Yahya Mohamed ambaye ni afisa mwendeshaji mkuu wa Azam Media Limited wakati akizungumza na kipindi hiki. Pamoja na mambo mengine, amekiri kuwa mradi huu ambao unaendeshwa kwa ushirikiano baina yao na shirikisho la kandanda nchini kwa maana ya TFF pamoja na wamiliki wa viwanja utazinufaisha klabu kiuchumi kwa namna moja ama nyingine. Kwetu kama Azam imekuwa ni azma ya muda mrefu kuongeza mechi nyingi za usiku, na bado safari ni ndefu. Ukiona tumeongeza sasa viwanja, vimefika jumla viwanja 7 ambavyo vina uwezo wa kuchezwa mpira usiku. Achilia mbali Chamazi pamoja na uwanja wa Taifa ambao tayari wenyewe zimekuwa na taa kwa muda mrefu, lakini chini ya project yetu ya Azam pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, tunazungumza leo ni kiwanja cha 5 kinatimia baada ya kuweka taa pale uwanja wa Meja Isamunyo. Na maana yake ni nini? Maana yake hii tafsiri kubwa kwanza ni kuongeza uwekezaji katika mpira. Leo ukizungumza vilabu vyetu tunategemea kuwa na wawekezaji wengi ambao wanaweza kutoa matangazo yao au kuvidhamini vilabu vya mpira kupitia uwekezaji wa bidhaa mbalimbali ambazo wanazalisha. Na wao pia wangependa kuona bidhaa zao au matangazo yao yanaangaliwa na watazamaji wengi. Na watazamaji wengi unawapata jioni. Maana yake mchana watu wengi wapo makazini, watu wako shule, watu wapo katika harakati mbalimbali za kutafuta riziki. Jioni ndio muda mzuri wa kupata watu wakiangalia mpira. Kwa hivyo tunategemea kupitia matangazo ya jioni patakuwa na ongezeko kubwa la watazamaji wa mechi za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, lakini pia itatoa mwanya sasa kwa watangazaji kuona hii nafasi ya wao kuendelea kuvidhamini vilabu vyetu na hivyo kufanya uchumi wa mpira kuendelea kukua maradufu. Lakini jambo jingine ambalo ni kubwa la msingi ni ubora wa matangazo yenyewe. Matangazo ambayo yanazalishwa usiku yanakuwa katika mazingira ambayo kitaalamu tunasema ni controlled environment, kwamba hapa kuna uwezo wa kuwa na aina moja ya mwanga kuanzia mwanzo wa mechi mpaka mwisho wa mechi. Ni COO wa Azam Media Limited Yahya Mohamed akizungumzia ligi kuu soka ya NBC Tanzania Bara. Unazungumzia pia ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa shirikisho la mpira na takwimu kimataifa yani IFFHS. Na moja kati ya maeneo ambayo hutumika kuzipanga ligi hizi ni pamoja na eneo la miundombinu, ambapo kwenye soka la Tanzania idadi ya viwanja vyenye taa sasa rasmi imeongezeka, na mradi huu pia unatajwa kwenye uwanja wa watoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni yani KMC. Tumezungumza na baadhi ya wachambuzi wa soka hapa nchini ili kuweza kupata maoni yao kwenye hilo. Uwepo wa taa viwanjani ni jambo zuri sana, kwa sababu kwanza mimi na uzoefu kidogo kwenye mambo ya production ya football. Nafahamu kwamba mara nyingi production inayofanyika usiku ni nzuri kuliko inayofanyika mchana. Kwa sababu mchana mara nyingi kamera zinaathiriwa na mwanga wa jua wakati mwingine, kwa hiyo ukipata mazingira ya usiku yanakuwa ni mazuri zaidi, na ndio maana hata nadhani Europe mechi nyingi zile ambazo tunaziona kwenye TV huwa ni za usiku. Kwanza ni wapongeze kwa sababu ni hatua kubwa kwenye mpira wetu wa Tanzania. Kwanza nitakwambia inakwenda kuimarisha afya za wachezaji. Unajua hizi mechi za saa 8, mechi za saa 10, jua ni kali, joto jingi, mara nyingi sana zinakwenda kuaffect moja kwa moja afya za wachezaji. Lakini pia tunarudi kwenye issue ya mapato. Unajua mechi ambayo inapigwa saa 1 na saa 2 na mechi ya saa 8 ni tofauti. Mechi ya saa 1 inaweza kuwa na watu wengi kwa maana ya ni muda ambao watu wametoka makazini. Kwa mtu anaweza akapata nafasi, akaenda KMC, akaenda Meja Jenerali, katazama mechi. Kwa unaweza kukuta mechi ya saa 1 ina mashabiki 10,000, alafu mechi ya saa 8 ina mashabiki 700. Kwanza ni hatua nzuri, ongezeko la viwanja ambavyo vinafungwa taa, kwa maana kwamba huenda ikapunguza mechi za jua kali mchana, lakini pia uwezekano wa mrusha matangazo kupata nafasi ya kurusha mechi zote kwa uhuru ambao utakuwa hauna mwingiliano sana, na mpangilio pia wa ratiba unaweza kuwa ni rahisi zaidi kwa bodi ya ligi. Kwa nadhani hilo ni jambo la kupongezwa sana. Lakini wakati wa kufanya maendeleo kama hayo pia nadhani kuna baadhi ya vitu ambavyo inabidi kuvizingatia, hususan standards ndio kitu ambacho ni cha msingi zaidi. Kwa hiyo tusiangalie tu quantity, tuangalie na quality pia ndani yake. Kwangu naona kutakuwa na ushindani ule wa kweli wa ligi. Ukiangalia kwa mechi nyingi za mchana upati kitu ambacho unakipata. Kama unavyojua viwanja vyetu mara nyingi kuna baadhi ya viwanja nyasi asili
kama Azam Complex, na kuna nyingine nyasi original ama nyasi asilia. Kwa hiyo mara nyingi viwanja vya nyasi asilia ama nyasi asili mechi za mchana saa 8 imekuwa kidogo inawapa wakati mgumu wachezaji na ule ufanisi unakosekana. Kwa nafikiri kufungwa taa itaongeza ushindani wa kweli kabisa katika mechi za ligi kuu. Kwa wachezaji maana watapata muda mzuri wa kujiandaa, lakini ule uchovu utapungua. Asikwambie mtu kucheza saa 8 mchana ni shughuli. Unajikuta saa 8 ile saa 9 mpaka saa 10 wanakuwa wachezaji wako hoi. Kwa hiyo hii inaweza kuwafanya wachezaji wawe na ubora mkubwa na kuonyesha kitu kizuri katika eneo la uwanjani. Tumesikia maoni ya wachambuzi kutoka nje, tusikie pia maoni ya mchambuzi wetu hapa studio kwa maana Andrew Kinga Mkono, tusikie mtazamo wake. Andrew, karibu. Asante Kennedy. Mambo yanaenda? Tunashukuru Mungu. Tuko vizuri. Kabisa. Naam, tumeona sasa idadi ya viwanja ambavyo vinawekwa taa kwa ajili ya kuwezesha michezo kupigwa muda ambao angalau kunakuwa kumetulia. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi ukijaribu kuangalia miongoni mwa viwanja ambavyo rasmi sasa vinatumika ligi kuu ya NBC takriban viwanja 14. Na katika hivi 14 vipo ambavyo vimesha tayari wekewa hiyo miundombinu, vikiwa vingine pia bado vinatajwa. Hii ni hatua kubwa kiasi gani kwenye maendeleo ya soka, lakini pia usawa wa zile mechi. Bana Simba wanacheza saa 8 hivyo. Ni hatua kubwa. Tunawasifu wadhamini wa ligi, Azam na TFF, kwa ujumla wadau wote wa viwanja ambao wanasimamia viwanja hivi kutumika kwa ajili ya ligi kuu. Wametoa fursa mpya kwa washabiki wa soka na wapenda soka Tanzania kwamba sasa wanaweza kuangalia mpira muda wote. Nadhani ni utamaduni mpya ambao unaletwa kwenye jamii yetu sasa, kwamba Watanzania tulizoea kuona mechi kwenda mchana tu, kwamba mchana na jioni. Sasa hivi tunaletea utamaduni kwamba tunaweza kwenda mechi hata usiku. Kwa hiyo nadhani unakuwa ni mtoko mwingine. Kwa hiyo kwanza inawapa nafasi wachezaji, inawapa nafasi timu, lakini kikubwa viwanja vikiwa na taa, mashabiki wataenda wakiwa hawana hofu, watafurahia mazingira ya viwanja, na mpira ukichezwa usiku kuna raha yake kwa kuwa unafanya mtoko wako mzuri tu, umefanya mambo yako vizuri mchana, jioni unaenda kuangalia mpira, unaenda kufurahi pale vizuri. Sio? Kwa sababu mpaka sasa ukijaribu kuangalia viwanja vinavyotumika ni 14, takriban viwanja 6 tayari vina taa. Karibu nusu. Ukikitoa kile cha Kagera ambacho sasa hivi kwa sababu Kagera wameshuka, akipo kwa hiyo vingekuwa 7. Umeona? Kwa hiyo ni hatua kubwa sana kwenye mpira wetu. Ni jukumu la wamiliki wa viwanja kuendelea kutunza haya mazingira. Naamini kabisa wale wamiliki wa viwanja ndio wana jukumu zaidi la kusimamia ile miundombinu inakuwa bora zaidi, kwa sababu taa zinakuwepo, mpira utachezwa usiku, klabu utapata nafasi ya kujiandaa usiku na kujua mazingira mengine, kwa sababu zamani ilikuwa tukiona timu zetu mpaka ziende nje ndio tunaona timu zetu zinacheza usiku. Kwa hiyo wachezaji wetu wakati mwingine walikuwa wanapata changamoto kucheza mechi za usiku kwa sababu hawajazoea wachezaji wa kucheza mchana. Kwa hiyo nadhani ni fursa yao kubwa. Tunawashukuru wadhamini Azam na mchakato unaoendelea, tunaamini baadaye. Nimeona hapo uwanja wa KMC nao unatajwa kwamba huenda hivi karibuni mambo yakawa mazuri. Kuna kitu itaongeza watoto wa mjini hawa KMC? Kabisa, kwa sababu uwanja wa KMC ni uwanja ambao uko mjini. Yaani pale Mwenge ni mjini na kuna mazingira mazuri. Nadhani mechi nyingi zinachezwa mchana, wakati mwingine zinawatesa watu kutokana na zile nyasi zake za bandia mchana, joto na kwa kali. Lakini naamini kwamba ukichezwa usiku pale, watu watacheza mechi usiku, watu wengi wataenda kwenda, kwa sababu watu wa Mwenge, watu wa mpira wapo pale. Nadhani ule muda unakuwa kidogo mwingiliano mkubwa. Kwa hiyo nadhani Meja Jenerali Samuyo kwa mara ya kwanza tumeshuhudia mchezo mmoja. Na tumeona sare imetokea pale. Wenyeji wakiufungua uwanja kwa sare. Kama ilivyokuwa msimu uliopita. Kwa hiyo nadhani ni uwanja mzuri na imeonyesha ni kizuri, mazingira ya pale Mbweni ni mazuri na watu waende waangalie mpira. Tuwe na utamaduni sasa kwenda usiku kuangalia mpira. Sio? Shukrani sana Andrew Kinga Mkono. Tupata wasaa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Asante sana Kennedy. Ni Andrew Kinga Mkono, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na viwanja ambavyo vinataa kwa hapa nyumbani Tanzania mpaka sasa na vinatumika kwenye ligi kuu ya NBC. Klabu ya Azam FC itaendesha zoezi la majaribio kwa wachezaji wenye umri chini ya miaka 17 katika uwanja wao Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Zoezi hilo la siku 2 kwa maana ya kesho Oktoba 4 na Jumamosi Oktoba 5 litaanza saa 2 kamili asubuhi. Huu ni mwendelezo wa programu ya kukuza na kuendeleza vipaji kwa matajiri hao wa jiji Azam FC. Lakini mbali na hilo, turejee sasa kwa watoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni, ambapo kikosi cha KMC ama wana Kino Boys wao wamerejea katika uwanja wa mazoezi na kufanyia maboresho ya kile ambacho kilionekana kwenye mechi 3 za ligi ambazo zilichezwa katika dimba la KMC, na miongoni mwa maeneo ambayo walikuwa wanatakiwa kuyafanyia kazi ama kuboresha
zaidi. Nikwambie tu kwamba benchi jipya la ufundi chini ya Brazil Mauricio Pochettino, Mauricio Maximo imevuna alama 3 pekee mpaka sasa, wakipoteza mechi 2. Kwa mujibu wa Khalid Chukuchuku ambaye ni afisa habari wa kikosi hicho, anasema kikosi kimerejea kambini na baada ya mapumziko mafupi wataendelea na maandalizi kwa ajili ya michezo miwili ya ligi kuu NBC Tanzania Bara dhidi ya Mbeya City na Fountain Gate. Baada ya kumalizika mchezo wetu dhidi ya Tanzania Prison ambao tulicheza katika dimba la Sokoine pale Mbeya, mwalimu alitoa mapumziko kwa wachezaji, mapumziko ya siku 3, mapumziko ambayo yameisha rasmi jana. Na jana wachezaji wamerudi mazoezini na leo pia walikuwa sehemu ya mazoezi. Na kikubwa zaidi kwenye kipindi hichi ambacho kuna mapumziko, tumekuwa tunafanya mazoezi ya physical kidogo, lakini muda mwingi tumekuwa tunasoma masuala ya mbinu, tunafanya video analysis kwa ajili ya kuona wapi tulikuwa tumekosea na wapi tulikuwa tumepatia. Na leo hii tulikuwa na session ya video analysis, tumeangalia wapi tulifanya makosa, wapi tulifanya vizuri, na mwalimu ameahidi kwenye kipindi cha majuma ambayo yamesalia kuelekea kwenye kuanza upya kwa ligi kuu kwenye mchezo wetu unaoelekea dhidi ya Mbeya City. Tutakuwa tayari tumefix yale matatizo na tutakuwa tumeboresha yale maeneo ambayo tulikuwa tunaona yana unafuu, na tunaamini tukirejea utakuwa ni kipindi kingine kizuri cha kupambania kuifanya timu iweze katika nafasi za juu, na lengo msimuni kuweza katika top 4. Kwa hiyo huwezi kumaliza top 4 kama utashindwa kushinda michezo dhidi ya timu ambazo unashindana nazo kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo tuna mchezo dhidi ya Mbeya City, lakini baadaye dhidi ya Fountain kwenye huu mwezi wa Oktoba tutakuwa na michezo mikubwa miwili, mchezo dhidi ya Mbeya City na mchezo dhidi ya Fountain, na maandalizi yetu sasa yanalenga hiyo michezo miwili. Afisa habari wa utoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni KMC. Kikosi cha Mashujaa FC ama wazee wa mapigo na mwendo wao wameendelea kusalia Dar es Salaam wakati huu ambapo ligi kuu ya NBC yani Tanzania Bara imesimama kupisha kalenda ya FIFA. Kikosi hiki kimekuwa na mwanzo mzuri wa ligi wakiendelea pale walipoishia msimu uliopita, ambapo wameonekana wana mkakati kabambe wa kuhakikisha wanamaliza vyema msimu huu. Athumani Amir Athumani ambaye ni meneja wa kikosi hicho anasema watafanyia maboresho mahitaji muhimu yaliyoonekana kwenye kikosi hicho. Timu hivi sasa ipo Dar es Salaam, lakini tathmini hivi sasa ya ligi imekuwa ngumu sana kulingana na hali tulivyokuwa tunaiona mwanzo, lakini tumecheza mechi 3. Katika mechi 3, mechi moja tumeweza kuipata kwa alama 3, mechi moja tumedraw tukigawana alama na JKT, na mechi moja tumefungwa na Singida Black Stars. Kuna baadhi ya maeneo ambayo tuliona yameweza kututengenezea sisi kukosa matokeo, kwa mfano sehemu ya midfield na backline ambao kuna mapungufu kidogo, lakini mpaka hivi sasa mwalimu kaishaona hiyo sehemu, na kuanzia hivi sasa tutakaporudi katika uwanja ambapo tutakuwa rasmi tumeanza kufanya marekebisho kwa ajili ya mechi yetu iliyopita na kuangalia tunachoenda kupambana na Pamba. Kwa kikubwa tunaangalia sehemu ambazo zilikuwa zina mapungufu na tumeziona, inshallah tutaenda kuzifanyia kazi. Naam, hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya mshike hii leo. Kama ambavyo nimekujuza, maandalizi ya Young Africans kuelekea kwenye michezo ya kimataifa na kufuzu kwenda makundi, lakini pia namna ambavyo wanaendelea kujifua kuelekea michezo kadhaa hapa Tanzania. Ligi pia nikukumbusha kuna timu kadha wa kadha ambazo zinaendelea kujifua kuelekea kwenye mzunguko utakaofuata baada ya mapumziko ya FIFA. Je, ni yapi ambayo nitakujuza kwenye nusu saa ya pili ya mshike? Machache kati ya yale ambayo nitakujuza mezani ni pamoja na haya. Sofia Mosikili ni miongoni mwa magwiji 11 wa Afrika watakaoshiriki mkutano mkuu wa CAF mjini Kinshasa. Na maandalizi ya paredi la mabingwa wapya wa Sekafa kufanyika kesho mkoani Singida. Ni mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi, ni mshike. Klabu ama kocha wa zamani wa Young Africans yupo nchini Tanzania na leo hii amemtembelea Anthony Mavunde ambaye ni waziri wa madini kwa lengo la kujadiliana naye ujio wa akademi mpya jimboni kwake Dodoma. Na pia anaamini kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizobarikiwa vipaji vingi na vikubwa vya soka na yeye yuko tayari kuunga mkono juhudi hizo. Generally, I miss too much Tanzania and the brothers and sisters in Tanzania. Nilikumbuka sana Tanzania na ndugu zangu wa hapa wa Tanzania. Nina muda mchache kabla ya kurejea kwetu Tunisia. Mara zote nafurahia kutembelea Tanzania. Hivyo nikipata fursa ya mapumziko mara zote na kuja Tanzania.
Nafurahia kuwa sehemu ya washauri na kutoa mchango kwenye uanzishwaji wa akademi hii. Miaka 3 nyuma nilikuwa nazungumzia umuhimu wa hili kwa sababu nchi ilikuwa ikihitaji hili kutokana na vipaji vilivyopo, lakini vinahitaji kufanyiwa. Naamini huu ndio wakati wa kuonyesha umuhimu wa hilo. Academy is very necessary. Before this moment, before 2-3 seasons, I don't stop to talk for the necessity to develop the academy. Kwa upande wa mwenyeji wake, waziri wa madini Anton Mavunde anasema tayari wameshapata eneo na mchakato utaanza polepole ili kuchangia maendeleo ya mpira wa miguu nchini. Moja kati ya mambo makubwa ambayo tutakwenda kuyafanya katika jimbo letu la Mtumba ni pamoja na kukuza na kuendeleza vipaji vya wanamichezo ndani ya jimbo letu. Tunafikiria ya kwamba liko eneo ambalo tumeliandaa katika kata ya Ipala ambako baadaye tutaanza polepole ujenzi wa kuwa na akademi yetu, tuendelee kuwanoa na kukuza vipaji vya vijana wa jimbo la Mtumba, na tunaamini kupitia akademi itasaidia sana kukuza na kuendeleza vipaji. Leo hii nimetembelewa na rafiki yangu mkubwa kocha Nabi ambaye aliwahi kuhudumu hapa Tanzania kwenye klabu ya Yanga na baadaye akaenda Kaizer Chiefs. Ni rafiki yangu mkubwa tangu akiwa hapa. Aliniona katika harakati zangu na amekuwa pia akifuatilia Mavunde Cup, na mara kwa mara amekuwa akinitumia ujumbe kama anatamani kuja kushiriki. Bahati mbaya amekuja wakati ligi ile imeshamalizika, lakini leo alitamani kuja Dodoma, kwanza kuniletea jezi ya timu ambayo alikuwa anafundisha ya Kaizer Chiefs, lakini la pili ni kuonyesha utayari wake kwamba tukianza kile kituo chetu cha michezo kwa maana Football Academy, yuko tayari kutoa ushauri, yuko tayari kushirikiana nasi, yuko tayari kutoa utaalamu wake kwa ajili ya kuendeleza vijana wa jimbo la Mtumba. Kipekee kabisa namshukuru sana kocha Nabi, ametoka safari ndefu South Africa kuja Dar es Salaam mpaka Dodoma. Kwangu mimi ni heshima kubwa sana. Coach, I thank you so very much for the love that you have shown to me. Traveling from South Africa is not a joke. Coming here down to Dodoma, I really appreciate. I thank you so very much for your presence here. I hope that young people from Mtumba constituency are going to benefit from your expertise, especially in football and other sports management skills. So I thank you so very much for you being here. Naam, tuendelee kuangazia mengine tulionayo. Nahodha wa zamani wa timu ya soka ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars Sofia Musikili ni miongoni mwa magwiji 11 watakaoshiriki kwenye mkutano mkuu wa 47 wa shirikisho la soka barani Afrika CAF utakaofanyika Jumatatu ya Oktoba 6 mwaka 2025 mjini Kinshasa nchini Kongo DR. Musikili anakumbukwa kwa kuiongoza Twiga Stars kama nahodha kufuzu kwa mara ya kwanza kwenye fainali za mataifa Afrika kwa upande wa wanawake, yani WAFCON nchini Afrika Kusini mwaka 2010. Mbali na kikao cha Jumatatu kitakachohudhuriwa na Rais wa CAF Dr. Patrice Motsepe, wajumbe wa mkutano huo mkuu na wadau mbalimbali wa soka, lakini pia watashiriki mchezo wa hisani utakaochezwa Oktoba 4 kwenye dimba la Stade de Metis mjini Kinshasa. Magwiji wengine watakaoshiriki kwenye mkutano huo ni sambamba na kocha mkuu wa Azam FC Florent Ibenge, Alhaji Diouf kutoka Senegal, Emmanuel Adebayo kutoka Togo, Didier Drogba kutoka Ivory Coast na kadhalika. Naam, hayo ni miongoni mwa yale ambayo tunayo na tumekujuza moja kwa moja kutoka huko ambako inaendelea na maandalizi ya kuelekea kwenye mkutano huo ambao utafanyika hivi karibuni. Yatakuwa moja ya matukio makubwa ya kuendelea kukuza soka barani Afrika. Tutazame sasa JKT Queens tukisalia kwenye kutazama ama kuangazia kukua kwa soka la wanawake hapa nchini. Mabingwa wa ligi kuu soka wanawake Tanzania bara ama JKT Queens rasmi wataanza kambi ya mazoezi mapema hapo kesho kujiandaa na mashindano mbalimbali msimu huu. Mwakilishi ama wawakilishi hao wa Sekafa katika ligi ya mabingwa barani Afrika watapeperusha bendera ya kanda kwa mara ya pili, na safari hii wakisaka rekodi ya kuvuka hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake ambayo itaanza kutimua vumbi mapema mwezi Novemba mwaka huu nchini Algeria, ambapo JKT Queens ina mpango wa kwenda kuweka kambi ya kimataifa kabla ya kuanza kwa michuano hiyo. Aidha, kabla ya kambi hiyo JKT Queens na kibarua kingine cha ngao ya jamii inayoshirikisha timu 4 huku wao wakipangwa kukipiga na Yanga Princess Oktoba 9 kwenye hatua ya nusu fainali katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Tuendelee kuangazia lingine. Uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans umesema kikosi chao cha timu ya soka ya wanawake kwa maana Yanga Princess kipo tayari kwa ajili ya kuivaa JKT Queens katika mchezo wa ngao ya jamii ni Oktoba 9 mwaka huu kwenye uwanja wa KMC jijini Dar es Salaam. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe
amesema wanafahamu kuwa mchezo huo unaoashiria kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu soka wanawake utakuwa mgumu kulingana na aina ya wapinzani wanaokwenda kukutana nao. Yes, tumeiona ratiba tarehe 9 panapo majaliwa Mwenyezi Mungu tutakuwa na mechi ya ngao ya jamii kwa upande wa timu zetu za kinadada. Na Yanga Princess imepangwa kucheza na JKT. JKT always ni mpinzani mgumu, mpinzani ambaye amekuwa na usumbufu sana na wachezaji wazuri ambao wana experience kubwa. Lakini kwa nilichokishuhudia kwa macho yangu mwenyewe bila kusimuliwa na mtu yoyote, ambacho kwanza viongozi wetu wamekifanya kwa timu yetu ya Yanga Princess kwa maana ya usajili mkubwa bora ambao wameufanya kwa timu yetu ya wanawake season hii, naweza kusema bila mashaka yoyote ndio tumejenga timu bora kuliko miaka yote kwa upande wa Yanga Princess. Tuna timu bora kweli kweli. Kwanza tumebakisha wachezaji wetu bora ambao mliwaona kwenye mzunguko wa pili wa ligi ya wanawake msimu uliopita, lakini la pili tumeongeza wachezaji wengine bora sana kwenye timu yetu kwa msimu huu. Kwa hiyo lilikuwa la kwanza. La pili, nimeona maandalizi ya kocha wetu Edna Lema kwenye mazoezi yake, na tumecheza mechi ya kirafiki hivi karibuni na Mashujaa pale KMC tukawapiga chuma 3. Nimeona namna ambavyo timu ina flow kutoka nyuma kuja mbele. ni kitu cha kuogopesha kweli kweli. Kwa hiyo niwaambie mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, kile kilio au ile kiu ya taasisi yetu kuona timu yetu Yanga Princess inafanya vizuri kwa mwaka huu, na uhakika wa 100% Mwenyezi Mungu atuongoza kwa mipango tuliyoiweka, tunakwenda kufanya vizuri. Na vizuri wetu tunaanza kwenye ngao. Ni mechi ngumu JKT, lakini lazima watu wajue Young Africans kwa upande wa timu ya wanawake kwa maana Yanga Princess daraja la ubora limepanda kweli kweli. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha mashabiki wote wa Yanga tarehe 9 pale KMC Complex, tutakuwa na mbungi pale majira ya saa 10. Pana mechi mbili siku hiyo. Kwa hiyo unaweza ukawahi saa 8 ushuhudie mechi ya ambayo tutacheza naye finali, na baadaye ukapata burudani ya Yanga Princess. Tuna timu bora sana na naamini tutakwenda kuonyesha Watanzania na kiasi gani tumejipanga kubeba ile kombe la ngao ya jamii. Tukisalia hapo, kikosi cha Mashujaa Queens tayari kipo Dar es Salaam na kinaendelea kujiandaa na michezo yao ya ngao ya jamii. Kikosi hicho kutoka mkoani Kigoma kitakipiga na Simba Queens ya Dar es Salaam kwenye mchezo wa nusu fainali ya kwanza ya michuano hiyo inayochezwa katika dimba la KMC Complex Dar es Salaam. Mchezo utapigwa kuanzia majira ya saa 7 kamili mchana. Kocha mkuu wa timu hiyo Ali ameelezea hali ya maandalizi ya kikosi chake kuelekea mchezo huo. Vijana wangu wapo vizuri, tuna mwezi mzima tuna train, sasa tunacheza friendly match kama hivyo. Tunawapa maelekezo ya mwisho na lengo kubwa kwenye mechi hiyo sisi kushinda ili tukacheze finali. Kila kitu kipo sawa, tunapata support kwa viongozi wetu, vifaa tumepata na timu inakaa pamoja kambini, wanafuata maelekezo ya walimu na tunaendelea kucheza friendly match. Na wachezaji wote wapo katika hali nzuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu na imani mashabiki wajitokeze kwa wingi siku waje kuangalia Mashujaa Queens ambapo tunaenda kupambana na Simba, tunahakisha tupate pointi 3. Lengo letu kubwa kuchukua hii ngao ya jamii, tuanze msimu salama. Simba ni timu mzuri na kwenye mpira wa kike walitangulia kuliko Mashujaa, ingawa mimi kocha Ali nilikuwa mwenyeji kwenye mpira wa kike nilipokuwa na JKT Queen hapo nyuma, najua kabisa vizuri ligi ya wanawake. Simba wapo vizuri, mechi ya mwisho tumetoka nao draw, kwa hiyo lazima tuingie kwa tahadhari kwa sababu msimu huu tunaona wamesajili vipi. Tutaingia kwa tahadhari kwa kuheshimu huku tunasoma mchezo, tutaangalia mazuri yao hapo wapi, mapungufu yako hapo wapi ili tukabiliane nayo tupate pointi 3. Wapinzani wao yani Simba Queens wao wameanza maandalizi mapema na bado yanaendelea kwenye uwanja wao wa mazoezi kule Bunju kwa maana ya Mo Arena kwa Simba Queens, mabingwa wa zamani wa ligi kuu soka wanawake Tanzania bara, ambao wamefanya mabadiliko makubwa kikosini wakitaka kurejesha zama za mataji klabuni hapo. Tugeukie mengine sasa. Kesho mkoani Singida kutakuwa na paredi la kuwapokea mabingwa wapya wa Sekafa yani Singida Black Stars ambao wametokea Dar es Salaam. Kwa sasa maandalizi ya paredi hilo yanaendelea kama anavyoeleza mwandishi wetu Deus Liganga kutoka huko. Ni kuelekea paredi la Singida Black Stars ambalo linatarajiwa kufanyika hapo kesho kuanzia halmashauri ya Ikungi eneo la Puma hadi katika manispaa ya Singida, ambapo mashabiki wa soka mkoani Singida wataipokea timu yao pendwa ya Singida Black Stars wana Kilema Nkundi ambao
ni mabingwa wa Sekafa Afrika ya Mashariki. Baada ya kupata hii nafasi tukasema sasa timu tuilete rasmi kwa Wanasingida, na kesho tunaleta kombe letu la Sekafa, tunaenda kulikabidhi rasmi kwa Wanasingida kwa uwakilishi wa mkoa. Ni watangazie rasmi mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Mama Halima Dendego ameshatoa baraka ya tukio hilo. Kwa hiyo kesho Wanasingida wote na Watanzania na wapenzi wa timu ya Singida tutakuwa na hilo tukio. Sasa kwenye maandalizi kwa kweli mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri sana. Maandalizi yako karibia 90% yamekamilika, kwa maana kesho kama tulivyotarajia tunatarajia kuipokea timu yetu ambayo inatoka Dar es Salaam kesho alfajiri. Tutaipokea eneo la Puma na pale yetu tutaanzia pale eneo la Puma kuja Singida katika viwanja vya Bombardia, na ndipo hapo utakapopokelewa na mheshimiwa mkuu wa mkoa na kamati yake nzima ya ulinzi na usalama. Lakini na Wanasingida wote wataipokea timu yao, watapokea kombe, watapata kuwaona kwa mara ya kwanza kabisa wachezaji wao ambao wamewasajili na wamekuwa wakiwatumikia huko na wameshawaletea kombe. Kwa upande wao mashabiki wa klabu ya Singida Black Stars wanaelezea jinsi walivyojipanga kuipokea timu yao pendwa. Historia inaandikwa mara ya kwanza. Wana timu yetu kuchukua kombe la Sekafa na kulileta Singida. Wana tunafurahi sana kwa sisi mashabiki. Natamani sana ikiwezekana hata muda huu tuanze. Tuna vibe kubwa sana kwenda kupokea timu yetu kwa sababu imetuletea kombe. Kuna mikoa mingine inatamani makombe lakini haijayapata. Sisi tumefurahi sana kupata kombe hilo kwa mkoa wa Singida. Yaani sisi kama washabiki kindakindaki tumejiandaa 100% kuipokea timu. Na washabiki wana ari kubwa, wanataka wajionee, waone na wachezaji wao. Paredi hilo la kuwapokea mabingwa wa kombe la Sekafa linatarajiwa kupokelewa na mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Halima Dendego katika viwanja vya Bombardia ambapo burudani mbalimbali zimeandaliwa. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sports. Endelea kutazama Mshike Mshike. Twende break, tutarejea. Usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Zikiwa zimesalia siku 3 kuelekea fainali ya michuano ya ligi kuu ya netball taifa, timu ya TAMISEMI ambao ni mabingwa watetezi wa mashindano hayo wameendelea kudhihirisha ubora wake kwa kushinda kila mchezo tangu imeingia katika viwanja vya shule ya sekondari ya wasichana pale Tabora. Timu ya Magereza nayo imetangaza vita ya kuwania ubingwa sambamba na timu zingine takriban 12. Juma Kapipi anaarifu zaidi. Viwanja vya shule sekondari ya wasichana Tabora, moto unazidi kuwaka, ushindani ni mkubwa. Licha ya kukosa mvuto mashindano hayo kwa madai hakuna mdhamini yoyote aliyejitokeza, lakini hilo halijalishi, timu zimeendelea kuoneshana umwamba uwanjani. Mkufunzi wa waamuzi na makocha wa netball Tanzania, Kim Christopher, anatoa tathmini ya ligi hiyo hadi kufikia hii leo. Sababu kubwa na ya msingi ni kwamba yamekosa msisimko kwa kukosa udhamini. Mashindano haya yanatumika kuchagua timu ya taifa. Wapo wachezaji wa timu ya taifa wapo. Ingawa kwa mfano ukiangalia kama timu iliyotoka kucheza sasa hivi, wachezaji wengi ni wa timu ya taifa kwenye timu hiyo na bado ubora huo wanao. Je, hadi sasa ni timu gani ambayo imekuwa tishio katika michuano ya ligi kuu ya netball Tanzania kwa msimu huu? Ni mashindano ambayo kila timu imekuja kushindana. Lakini ukisema kwenye renki, huwezi ukawacha TAMISEMI. Ni bingwa mtetezi, lakini namuona amekuja kwa jinsi ya alivyo kwa kawaida yake. Kuna timu kama JKT, kuna timu kama Magereza, timu kama Jeshi Stars, kuna IAA ya Arusha. Ni timu ambazo ukizirenki na bila kwa sababu uhamiaji. Ukizirenki unapata Giants ambao yoyote katika hao anaweza akawa bingwa wa mashindano haya. Kutarajia ni kupata timu bora ya taifa. Ndio tarajio kubwa, kupata timu iliyo bora mwaka huu ya taifa. Timu ya TAMISEMI ambao ni mabingwa watetezi wa mashindano hayo na timu ya Magereza Queens zimekuwa na ucho mkubwa wa kunyakua kikombe cha ligi kuu ya netball Tanzania bara msimu huu. Ana uwezo wa kucheza. Kwa hiyo ukishafika kwenye klabu bingwa kama hii, ina maana timu zote ni nzuri. Ni ushindani tu na tekniki za kiufundi ndio zinasababisha tunaweza kufanya vizuri. Tunamshukuru Kamishna Jenerali wa Magereza kwa kutupatia muda wa mazoezi. Kikubwa alichotuagiza ni kwamba ameamua kuziandaa timu zake zote za majeshi, kwamba za Magereza kwamba zirudi katika viwango vya zamani.
Binafsi timu ya magereza tumekuwa kambini kwa muda, tumetoka kwenye michezo ya majeshi, tumefanyia kazi mapungufu yaliyojitokeza michezo ya majeshi. Kama siku 3 hivi zijazo, mashindano hayo yatakuwa yamefikia tamati kwa maana ya fainali. Je, ni timu gani ambayo itakwenda kunyakua ushindi huo? Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Kimataifa, nyota Novak Djokovic amesema mapambano ya kutaka mabadiliko ya kalenda ya michezo ya tenis kwa mwaka itachukua zaidi ya miaka 15 kukamilika, na hii ni kutokana na wachezaji wa tenis kukosa umoja wenye nguvu. Djokovic mwenye umri wa miaka 38 sasa, huku akishikilia rekodi ya kushinda mataji 24 ya Grand Slam, amesema bado hakuna umoja wenye nguvu na inatakiwa wachezaji wakubwa wa tenis kukaa pamoja na kutatua changamoto hiyo. Wiki hii imeshuhudia nyota wakubwa wa tenis duniani kama Carlos Alcaraz, Iga Swiatek pamoja na Coco Gauff wakilalamikia uwepo wa michuano mingi ya tenis ambayo inahatarisha afya zao pindi wanapokuwa uwanjani. Tukiacha hilo, turejee hapa nyumbani ambapo kuna jambo kubwa litakujia hivi karibuni, nalo ni si lingine ni Wana Day, ambapo kuelekea maadhimisho ya siku ya wana ya timu ya Stand United, shughuli za maandalizi zimepamba moto, huku hatua kubwa ya ukamilishaji ikiwa imefikiwa kwa lengo la kuhakikisha tukio hilo linafana kweli kweli na kuwapa mashabiki burudani ya kipekee ndani na nje ya mkoa wa Shinyanga. Mwandishi wetu Kasisi Costa ameangazia zaidi kuhusiana na hilo. Mtazamaji wa Azam Sports, kutoka hapa katika dimba la CCM Kambarage mkoani Shinyanga, nipo kwa ajili ya kutazama maandalizi yalivyofikia ya kuelekea siku ya wana ambayo ni hapo kesho Oktoba 4, siku maalum kabisa kwa wanastendi zote nchini Tanzania, lakini kwa wanastendi hapa mkoani Shinyanga. Kama unavyoweza kushuhudia kwa nyuma yangu, ni maandalizi ambayo yanafanywa hapa kuhakikisha kwamba kila anayekuja basi anafurahia burudani kutoka kwa wanastendi ama chama la wana. Ni asilimia kama 87 bado, kama vijana wetu wanachachalika bado kuweka mambo sawa. Muonekano kabisa unaona ni wa hadhi ya juu, tukianzia kule barabarani mpaka unapokuja kuingia uwanjani. Nadhani kama baadaye utawapitisha, utawaonyesha mambo yalivyokaa vyema zaidi. Mimi kama mlezi wa Stand United ninataka niwakaribishe wananchi wote wa mkoa wa Shinyanga, wapenzi wa soka na wananchi wenye mapenzi ya maendeleo ya taifa lao la Tanzania. Lipi nafuata? Jiunga pamoja na mashabiki wengi na maelfu ya mashabiki ambao watakuja hapa uwanjani kushuhudia mtanange mkubwa sana wa timu yetu ya Stand United ambayo itacheza na timu maarufu sana ya ligi kuu kanda ya Ziwa, inaitwa Pamba ya Mwanza. Hali ya hewa Shinyanga imebadilika. Jua lilikuwa kali kweli kweli kwa sababu ya ujio wake huyu kocha ambaye tutakwenda kumtambulisha siku ya wana, siku ya kesho. Mchezo wetu dhidi ya Pamba tumejiandaa vizuri na tutawapa mazoezi mazuri Pamba. Tunawafahamu, tushakucheza nao. Kwa nini tuliweza kukubali kuja kucheza na Stand United? Ni miongoni mwa timu nzuri, lakini wanapambana kuhakikisha na wao wanarejea kunako ligi kuu. Lakini kingine ni mfanano wa slogan. Stand wanatumia chama la wana, sisi tunatumia chama la wote. Kwa hiyo kesho ni chama la wana dhidi ya chama la wote. Maandalizi haya ni kuonyesha kwamba Stand United wanajipanga kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika msimu wa ligi ya Championship 25-26 itakayowawezesha pengine kuingia ligi kuu ya Tanzania bara. Kasisi Costa, Azam Sports, Shinyanga. Hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha mshike hii leo, lakini kabla sijaondoka ni kukumbusha japo kwa uchache tu makubwa ambayo tulikuwa nayo mezani. Chache kati ya yale mengi nilokujuza ni pamoja na haya. Dimitri Pantev athibitishwa rasmi kuwa meneja mkuu wa klabu ya Simba. Kamati ya saa 72 ya watia kitanzi Ibrahim Baka, Omari Mdoe na wengineo. Na Sofia Mwasikili ni miongoni mwa magwiji 11 wa Afrika watakaoshiriki mkutano mkuu wa CAF mjini Kinshasa. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses. Tukutane wiki ijayo. Uwe na usiku mwema. Haya ni maajabu.